Unasikiliza kipindi cha Acha Kuteseka kinachodhaminiwa na Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendo kasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika upate msaada. Kwa imani yote yanawezekana. Kwa msaada wa maombi na kuongea na mchungaji, tupigie simu namba 0675352291. Tupo kuwasikiliza. Na Jumapili katika ibada ya kukutana na Mungu, kusanyiko la watakatifu, maombi na maombezi. Ibada ya kwanza ni Jumapili saa 1 kamili asubuhi na ibada ya pili ni saa 4 kamili asubuhi. Ungana nasi ujipatie mema katika jina la Yesu. Wote mnakaribishwa. Ungana nasi katika ratiba hii ili ujipatie kilicho bora kwa imani. Wote mnakaribishwa. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendo kasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika upate msaada. Kwa imani yote yanawezekana. Kwa msaada wa maombi na kuongea na mchungaji, tupigie simu namba 0675352291. Tupo kuwasikiliza. Na Jumapili katika ibada ya kukutana na Mungu, kusanyiko la watakatifu, maombi na maombezi. Ibada ya kwanza ni Jumapili saa 1 kamili asubuhi na ibada ya pili ni saa 4 kamili asubuhi. Ungana nasi ujipatie mema katika jina la Yesu. Wote mnakaribishwa. Ungana nasi katika ratiba hii ili ujipatie kilicho bora. Ni siku nyingine tena ambayo tunakuja mbele zako ndugu msikilizaji, kukuletea hizi baraka za Mungu mpaka nyumbani kwako. Ni kipindi cha Acha Kuteseka kinacholetwa kwenu na Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu. Kwa majina ninaitwa Mchungaji Francis na niko hapa pamoja na watumishi zangu. Karibu mchungaji. Haya, asante sana. Tuko pamoja mchungaji, tuko pamoja. Naitwa Mchungaji Agustino. Kwa hiyo ungana nasi mwanzo mpaka tutakapofikia mwisho wa kipindi chetu. Na leo tuna baraka kubwa kabisa, kwa sababu leo kwenye kipindi tumetembelewa na askofu. Kwa askofu leo yupo ili kubariki maisha yako. Askofu, karibu sana. You are welcome, Bishop. Asante Pastor and all the listeners. I am sure that tonight there we are going to have a very wonderful and strong program to help all those who are listening to us right now. Haya, kwa hiyo askofu anawasalimia hapo, anasema kwamba mtakuwa na kipindi kizuri kabisa cha kubariki maisha yako. Wote tunakaribisheni. Kwa hiyo Jumapili hii tutaenda kuona Jumapili ya baraka kabisa. Ni Jumapili ya kubadilisha maisha yako. Ni Jumapili ambayo tunaambia watu wawe na uhodari na moyo wa ushujaa, kama ambavyo tukisoma kwenye neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 1
mstari wa 5. Bishop, we're going to read from the Bible in the book of Joshua, chapter 1 verse 5, because this Sunday we're going to have this great Sunday to bless the people. Na ili neno linasema kama hivi kwenye kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 5. Yoshua sura ya 1 mstari wa 5. Sikiliza inavyosema. Inasema kama hivi: apata kuwa mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Sitakupungukia wala sitokuacha. Kwa hiyo ona kile ambacho Mungu anasema katika ile neno. Haya maneno alimwambia Yoshua, lakini haya maneno leo Mungu anaongea na wewe mama unatusikiliza sasa hivi. Mungu anaongea na wewe baba ambao unatusikiliza, wewe kijana wa kiume kwa wa kike. Mungu anazungumza na wewe wakati huu akikwambia apata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako, lakini haya maneno hayatotimia kama usipofanya sehemu yako. Na Jumapili hii ndiyo jinsi ya kujifunza kufanya sehemu yako, kwa sababu baada ya hapa Mungu anamwambia Yoshua uwe hodari na moyo ushujaa ili asiweze kuwepo mtu yoyote kusimama mbele yako. Mchungaji, kwa hiyo tunawakaribisheni Jumapili hii saa 4 kamili asubuhi. Wewe ambaye una mawazo ya kujiua, wewe ambaye una changamoto ya magonjwa, wewe ambaye unapitia changamoto za familia, njoo Jumapili hii na tunakuhakikishia maisha yako yatabadilika. Mungu atakubariki. Kwa hiyo tena kusikia pale napatikana, kisha utakaporudi askofu tena kugea hili neno zaidi ili kukualika kwenye hii Jumapili. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendokasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika upate msaada. Kwa imani yote yanawezekana. Katika mwaka 2026, Bishop, we are calling the people this Sunday. We are reading this verse from the book of Joshua, as it said that there will be no one can stand in front of you to stop you. And that's why we call people this Sunday, for them to learn how, for them to be able to succeed this year of 2026, Bishop. Yeah, we know that there are many people that are listening to us right now. Tunajua kuna watu wengi wanatusikiliza wakati huu, and they don't know what to do with their lives. na hawajui cha kufanya na maisha yao. That's why you are there now with a cup of beer in your hands. Labda sasa uko pale na kikombe cha bia mkononi mwako. Maybe you are smoking daha. Labda unavuta bangi wakati huu. Maybe you are thinking tonight to put an end in your life. Labda usiku wa leo unawaza kumaliza maisha yako, because you don't know what to do with your life anymore. Kwa sababu hujui cha kufanya tena na maisha yako. But let me tell you, ngoja nikwambie, there is a chance for you. Ipo nafasi kwa ajili yako. A way out. Njia ya kutokea. Because God said, kwa sababu Mungu amesema, no man shall be able to stand before you. Hapatakuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yako. If he said that, kama Mungu amesema hayo, he will fulfill. Mungu atatimiza. So what you have to do now? Kwa kipi unapaswa kukifanya? Just to stop sabotage your own life. Kwa acha kuyakandamiza maisha yako wewe mwenyewe. You are destroying yourself. Unajaribu wewe mwenyewe. Because you think that there is no more chance for you. Kwa sababu unafikiria hakuna tena nafasi kwa ajili yako. No, there is. Nafasi ipo. I promise and I guarantee you. Ninakuhakikishia na nakupa uhakika that you are going to come out of this situation. Kwamba utaweza kutoka kwenye hali yako. Give just one chance to God. Mpe Mungu nafasi moja tu.
independent of your religion. Haijalishi dini yako. We are not here talking about religion. Hatuzungumzii kuhusu dini. Or that you have to change your religion. Au kwamba unapaswa kubadilisha dini yako. We are telling you to give just one chance to God. Tunachokuomba, mpe Mungu nafasi moja tu. Because he is going to change this situation of yours. Kwa sababu Mungu atabadilisha hali katika maisha yako. That's why we are calling the Ephod Sunday. Ndio maana tunaita Jumapili. Kwenye mnatusikiza kwenye kipindi cha redio sasa hivi na wale ambao mnatutazama kwenye channel yetu ya YouTube, Jumapili hii saa 4 asubuhi, popote palipo na kanisa ya Universal patakuwepo na watumishi wa Mungu ambao wataenda kukombea. Kama tunavyoanza mwaka, pasiwepo na tatizo, pasiwepo na yoyote ataweza kusimama mbele yako kama neno linavyosema, lakini iweze kutokea, mpe Mungu nafasi. Jumapili hii saa 4 asubuhi. Kusikia tena kupatikana na pia tena kusikiliza simulizi za watu ambao walikuja na Mungu aliwabariki. Hapa tuambie, na unaitwa nani? Mungu amekufanyia nini? Mimi naitwa Stella Francis. Stella Francis. Ndio. Mungu amekufanyia nini? Mimi ninamshukuru Mungu. Yaani kwanza hapa ni nyumbani. Cha kwanza, sio kwamba mimi sio mgeni. Lakini nilipotea kwa muda. Nikawa naweka umbali, lakini kama nilipigwa upofu hivi. Nimepitia changamoto nyingi baada ya kutoka hapa. Lakini cha kwanza namshukuru Mungu, kwanza amenipa amani ya moyo baada ya kukanyaga hapa kwa mara ya kwanza. Nilikuwa sina amani hata kidogo. Mawazo silali, mpaka nilikuwa na pressure. Nikaenda hospitali, nikapima. Daktari akaniambia una pressure imeshuka sana. Unahitajika ukalazwe, utundikiwe maji ili uweze kupandisha pressure. Lakini baada ya kufika hapa, sijarudi hata hospitali. Najisikia niko vizuri. Nina amani. Pressure sina, wala lile jasho lilokuwa linanitoka sijaliona. Moyo mweupe. Hiyo ni kuanzia nimekanyaga mahali hapa. Una siku ngapi tangu ulivyorudi? Hii ni mara ya 3. Mara ya 3? Ndio. Namuona Yesu anafanya kazi, afanye kazi. Kwa unaona ameamua kurudi nyumbani hapa na Yesu hakumtupa. Inamaanisha ndani ya hizo siku Jumapili 3, si ndio hivyo? Jumapili na kuemkesha. Hii ni Jumapili ya pili na mkesha. Na mkesha. Inamaanisha ona kwenye mkesha na hii pressure sina. Kuumwa kule, kutokulala, ninatoka jasho. Miguu inaisha nguvu. Siwezi kutembea. Mbona unatembea sasa? Sasa hivi natembea, yani wala sisikii kupumua. Yaani ile nilikuwa napata shida sana. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu kwa kweli. Na ulisema ulali usiku. Sasa hivi ninalala. Ninaweza kufanya kazi zangu kwa amani. Namshukuru Mungu sana. Makofi. Namshukuru Mungu naye. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Mungu apendelee. Ana mara ya 3 kanisani na bado Mungu amebariki maisha yake. Ndio maana Jumapili hii ni zamu yako. Haijalishi hali unayopitia, haijalishi magumu uliokuwa nayo. Kwa sasa tutaenda kufungulia laini yetu. Muende kutupigia. Utuambie shida yako, utuambie tabu yako, na pia kama ambavyo tunaenda kutajia namba yetu ya simu, pia andaa maji yako kwenye chupa, kwenye jagi, kwenye kikombe, vyovyote unaweza kuandaa. Weka karibu na redio yako, weka karibu na kifaa chako unachotumia kusikiliza kipindi sasa hivi, kwa sababu tutaenda kufanya maombi. Askofu ataenda kuomba kwa ajili yako na Mungu ataenda kukubariki. Mungu akutie nguvu Jumapili uweze kuwepo. Kwa hiyo namba yetu ya studioni sasa hivi, tupo live hapa mchungaji. Sawa. Tupo live kabisa, tupo nyumbani. Kipindi kijarekodiwa. Unapiga simu sasa hivi, tunaipokea simu yako sasa hivi, na namba yetu ya msaada au namba yetu hapa studioni tupigie, tutumie ujumbe sasa hivi, tunakupokea simu yako na kuzia shida zako na kukombea. Namba yetu ni 0675352291. Narudia tena 0675352291. Tupigie, tutumie ujumbe, tuambie tatizo lako, tuambie shida yako, na mwishoni wa kipindi unapofika
Saa 5:55 askofu ataenda kufanya maombi kwa ajili yako. Kwa hiyo ndiyo namba yetu ya hapa studioni 0675352291. Tumefungua laini yetu, tupigie. Lakini bado nakumbusha, Jumapili saa 4 asubuhi palipokuwa na kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu. Mchungaji, tumpokelee. Haya, karibu. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Halo? Halo? Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Unasema? Kutoka Dar es Salaam ya Ilala. Maeneo ya Ilala. Haya, tuambie nawe shida yako ni nini hasa? Shida yangu wanafunzi maombi katika Haya, wewe uko Ilala hapo, kanisa liko kituo cha Banda la Ngozi, unapanda tu gari moja tu hapo, unasogea hata kwa miguu unatembea. Kwa hiyo nakuhakikishia kwamba kama utakavyokuja Jumapili hii, hayo yote uliotaja hapa, Mungu atakwenda kukupatia suluhisho. Unachotakiwa kukifanya Jumapili, chukua hatua, fanya maamuzi, sio ya kukaa nyumbani, bali njoo na utaenda kuona mkono wa Mungu ukifanya kazi maishani mwako. Alafu saa 5:55 askofu hapa atakwenda kukufanyia maombi. Kwa hiyo jiandae, andaa maji yako kwenye glasi, yataenda kuombea, utakunywa, utaoga na kila kitu kitakuwa sawa. Na hata Jumapili tunaombea wanafunzi, kwa kama anataka masomo yake yabarikiwe, anaweza kufika Jumapili pia. Karibu sana. Haya. Kuendelea kutupigia simu, endelea kututumia ujumbe. Namba yetu ndio hiyo hapa ambayo tayari tumeshakutajia 0675352291. Hiyo ndo namba yetu, piga simu Jumapili saa 4 asubuhi. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendo kasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika upate msaada. Kwa imani yote yanawezekana. Unasikiliza kipindi cha Acha Kuteseka kinachodhaminiwa na kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu. Kwa hebu tuambie ili kwaje? Haya mpaka umefikia hapa. Watoto wawili dabo. Mchungaji, siwezi kuongea mshauri. Uwezi kuongea, tusiongee sana. Ila namshukuru Mungu kwa matendo aliyonitendea. Nimeweza kupokea. Amina. Kwa watoto wawili. Mapacha. Amina. Piga makofi. Ambacho Mungu anafanya kwa watu, na kama ambavyo askofu amesema, tuzungumzie kuhusu dini yako. Tunakuita uje kubadilisha hali yako, maisha yako. Na mchungaji, kila kitu ni bure, hatulipishi chochote. Tutaenda kukuombea sasa hivi bure kabisa. Utakuja kanisani, utaombewa, utaongea na watumishi bure kabisa. Mchungaji, ya ni kweli kabisa. Kwa hiyo Jumapili hii saa 4 kamili asubuhi. Kwa hiyo kama utakavyokuja, hakika itaenda kuwa ni baraka kwako, kwa wewe na familia yako. Ndio maana kuna watu hapa anatuma jumbe zao. Kuna huyo ndugu yetu hapa anatuma ujumbe, anasema mimi Chiku Kambi, kila ninachokifanya sifanikiwi, nipo Kawe. Kwa ndio maana Jumapili hii tena kutoka Kawe kuja huku gari moja tupaka pale. Magari ya Masaki yanayoenda Gongo la Mboto, ukiachukua hayo sijui ya Kawe, hayo yanaenda Gongo la Mboto, waambao akushushe kituo cha Banda la Ngozi. Ukishuka tu hapo, vuka barabara hapo unaingia kanisani moja kwa moja.
saa 4 asubuhi. And sorry, Bishop, we are trying to tell the people now that everything in our church is free. To speak to the pastors, the prayer, even now we are going to pray for them, and everything is free. Yeah, one of the problem that some of our listeners, they are, how can I say, hindered to come to a church. Moja ya tatizo ambalo wasikilizaji wetu wengi ambalo linawakwamisha wasije kanisani, it's because they heard that for them to see a pastor they have to pay. Kwa sababu siku moja walisikia ili kuja kuongea na mchungaji inabidi ulipie. I cannot say for other churches. Hatuwezi kuongelea makanisa mengine. But the universal church of the kingdom of God, no one pays to see a pastor. Lakini katika kanisa la universal hakuna malipo yoyote ya kuonana na mchungaji. To receive a prayer. Au kupata maombi. Even myself, the bishop, they don't need to make an appointment to pay anything. The time they come, if they are suffering, they need help, we are going to be available to help them. Na askofu anasema ingawa yeye ni askofu, haina haja kuweka appointment ya kuja kuonana naye. Muda utakaokuja una tatizo lako, tutakuwepo, hatakuwepo pale ili kukusaidia. Kwa hiyo hauna sababu ya kukosa kuja kanisani. Hauna sababu ya kusema lolote, kila kitu ni bure. Na tukuiti kanisani ili uje kukutana na sisi. Tunakuita kanisani ili uje kukutana na nguvu ya Mungu. Ndio maana Jumapili saa 4 asubuhi hakikisha, labda umekuwa ukitusikiliza kwa muda mrefu, umekuwa ukisikiza shuhuda, labda umekuwa ukisikiliza maombi, na leo tunaenda kukuombea. Maombi labda umeona shuhuda, umeona badiliko kupitia maombi, hayatoshi. Inabidi ufike kanisani, mchungaji. Inabidi wafike kanisani ili kupokea msaada. Kwa sababu nyingine tushaombewa tayari kwenye kipindi inatosha. Hapana, haitoshi. Ndio maana ni kama mtu vile unavyoambiwa bwana, dawa hizi hapa unataka ufanye 1 2 3, au matibabu hayo na lazima uende kuonana daktari, uende hospitalini. Kwa hiyo pale sasa atakapokuja kila kitu kitakamilika. Wa mwisho anasema habari watumishi, naitwa Gideoni wa Keko. Tuko pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Gideoni, tumeona ujumbe wako na wengineo, tunaenda kufanya maombi sasa. Kwa hiyo tutaenda kuweka pale unapatikana, na tukirudi moja kwa moja tutaenda kwenye maombi. Sikia unapopatikana Jumapili, usikose fika na Mungu atakubariki. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana, makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendo kasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika upate msaada. Kwa imani yote yanawezekana. Andaa glasi yako ya maji. Ni wakati wa maombi. Well, we are going to pray for you right now. Tutaenda kukuombea sasa hivi. I ask you to prepare a glass of water and put it there near your radio set. Andaa glasi yako ya maji, iweke karibu na redio yako. During the prayer, we are going to bless this water. Kwa sababu katikati ya mambo tunaenda kufanya, tutabariki nayo maji. And when we finish the prayer, you are going to drink this water. Na baada ya kumaliza maombi utakunywa hayo maji. Let's talk to God. Tuongee na Mungu sasa hivi. My Father, I don't have much to say because you know the situation of each person that are listening to this prayer right now. They wish, my Lord, to be set free from what is disturbing them at this very moment. They are there at home, and for them it will be another night without sleeping, like many other nights that they spend awakened, either feeling pain or thinking about their lives, their problems, because they have a problem in the marriage, they have
serious health problem. They don't know if they wake up, they will wake up next day when they finally sleep. Oh my Lord, I ask you to remove the pain from this person that's listening to this prayer right now, that they may have a good night's sleep. I put their lives in your hands because I know that you have the power to set these people free. If they are feeling pain right now, if they are thinking how they are going to put an end in their lives tonight, don't let them do it, my Lord. Give them a chance for them to come to your house this coming Sunday, to talk to us, to listen to your words, and then they are going to put into practice what they listen, and they will see a transformation and a change you are going to do in their lives. My God, these men, these women, these young people, those who are in the hospital listening to us from the hospital, those who are behind bars in prison, any of them, my God, independent of their religion, that you may bless them, give them freedom from all the problems in their lives. Consecrate and anoint this water that they put near the radio set. For when they drink of this water, a miracle may happen in their lives. Consecrate, anoint, and bless it, my God. I ask you to bless all your people that are listening with us now, are participating with us of this prayer. In the name of your Son and our Lord Jesus Christ. Amen. You can drink the water right now and be free, be healed in Jesus Christ's name. Kunywa maji yako sasa hivi, barikiwa, pona, kuwa huru katika jina la Yesu. Haya, umebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Lakini kama ambavyo tumesema mwanzoni, maombi ya kwenye redio hayatoshei. Lazima unabidi uwepo kwenye ibada ya Jumapili, mchungaji. Lakini watu wanapenda kusikiliza, wakipata maombi ya kidogo, najisikia vizuri sasa hivi, sina haja ya kwenda. Mchungaji, hatuna mengi ya kuzungumza. Ndiyo mchungaji. Wanachotakiwa kukifanya ni kufanya maamuzi, watoke hapo walipo na kuja katika nyumba ya Mungu ili maisha yao yapate kubadilishwa, kwa sababu tunaona mifano mingi ya kwenye Biblia. Kwa sababu Mungu alishamwambia Yoshua, hapata kuwa na mtu atakayekuwa mbele yako siku zote za maisha yako. Inamaanisha ni wao kuja kumuomba Mungu afanye hilo jambo katika maisha. Ndio kwanza tuko leo, ndio kwanza tarehe 9 leo, ndio kwanza tuko kwenye mwaka mpya bana. Kwa hiyo Jumapili ni siku yako, ili mwaka uweze kuwa mwaka baraka kwako. Ili kama hii ahadi ya Mungu itimie, kwa sababu maneno alimwambia Yoshua, lakini leo maneno nakwambia wewe. Lakini baada hapo alimwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa. Jumapili nisijana kwa hodari na moyo wa ushujaa Jumapili. Wasikilize kwa tunapopatikana waje. Kwa utaenda kusema tunapopatikana na kisha uje Jumapili na Mungu akubariki. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana, makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendo kasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika upate msaada. Kwa imani yote yanawezekana. Kwa kama ambavyo umesikia hapa, tunapatikana kwa Jumapili. Tukutane na Mungu akubariki. Kuwa na usiku mwema, kuwa na usiku wa baraka. Na wale watazama kutoka YouTube, Jumapili nayo pia usikose. Mungu awabariki. Kwa msaada wa maombi na kuongea na mchungaji, tupigie simu namba 0675352291. Tupo kuwasikiliza na Jumapili katika ibada ya kukutana na Mungu.
kusanyiko la watakatifu, maombi na maombezi. Ibada ya kwanza ni Jumapili saa 1 kamili asubuhi na ibada ya pili ni saa 4 kamili asubuhi. Ungana nasi ujipatie mema katika jina la Yesu. Wote mnakaribishwa. Ungana nasi katika ratiba hii ili ujipatie kilicho bora kwa imani. Wote mnakaribishwa. Unasikiliza kipindi cha Acha Kuteseka kinachodhaminiwa na Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu. Kanisa la Universal la Ufalme wa Mungu, mahali tunapopatikana makao makuu, barabara ya Nyerere, kituo cha Banda la Ngozi, jengo la PSSF Plaza ama zamani Quality Plaza, Ukonga Mzambarauni, jirani na uwanja wa shule ya msingi Mzambarauni. Yombo Vituka Lumo Mwanzo, barabara ya Fokulendi kwa Masai muuza maji, na kule Mtoni Mtongani tunatazamana na kituo cha mwendokasi ukitokea Mbagala, na kule Chanika Kwangwale katika shule ya Masaburi. Fika upate msaada. Kwa imani yote yanawezekana.